Karibuni na ujambo watazamaji pia wasikilizaji wetu wa Kuna Nini News. Katika yale tumekuandalia ni kwamba ni Jumamosi hii ya tarehe Juni 4 mwaka wa 2026 ndiyo kimezinduliwa rasmi kituo cha kutibu Ebola kwenye hospitali kuu ya Beni, ikiwa na madengo maalumu yaliyoandaliwa kwa kupokea wagonjwa pamoja na wale wanaoshakiwa endapo wataonyesha dalili zinazokaribiana na magonjwa hayo hatari. Kabla ya kuingia ndani ya eneo maalum, kuna mlinzi aliye na majukumu hapo. Kazi yangu ni kupokea bageni benye banakia ona bagonjwa benye banasikia malali ya Ebola. Wakati banafika hapa tunabapokea, ya kwanza banasukula mkono. Ya pili tunakamata hii thermoflash, tunabapima temperature yabo, apres ile tunabasukuma banenda ona bagonjwa. Mwenye anakatala kusukula mkono tunamrudisha, anarudia juu asiende leta tena malali kubatu benye biko kumugini. Ndio population ya Beni nasema tujikenge kumagonjwa na mwisho ile hapa. Aliyekata utepe ni mratibu mkuu anayehusika na afya mkoani Kivu Kaskazini, Bibi Priska Luanda Kamala, wakikuweko wajumbe wengi wa serikali mkoani kama vile jiji la Beni. Vos applaudissements mesdames et messieurs. Excellence, vous remettez ça au médecin chef de zone. Pamoja na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kwenye masuala ya kiafya, mfano wa shirika wakuu wa International Medical Corps. Akiwa mbele ya umati wa waandishi wa habari waliomiminika mahali hapo, daktari mkuu wa hospitali kuu ya Beni, Muindo Kachavara Jeremy, aliangazia kuhusu mazumuni ya hafla ya siku. Asante bwana journaliste. Siku ya leo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu ni tunakuwa na shangwe hapa Beni kuona kama kituo kama hiyo ambayo tumeweza kuzindua kwa siku ya leo kwa hospitali kuu ya Beni. Ni kituo maalum ambayo itatusaidia kwa kuweza kuleta matibabu kwa wagonjwa ambao wamepata ugonjwa wa Ebola. Ndio mumeona tumezindua hiyo kituo ya kuweza kutibia wale wagonjwa. Unaweza kutuambia kwa sasa ni wagonjwa ngapi ambao tayari wamekamilishwa? Ndio, wagonjwa ambao tunatunza kwa sasa wako 6 hapo kwenye kituo ya matunzo ya Ebola. Hao wamekamilishwa kama wana virusi ya Ebola, na mnajua ya kwamba juma jana tuliwahi kutosha mgonjwa mmoja ambaye alipata uponyaji, na tunawaza na wale ambao wanaendelea kupata matibabu, tunaamini kesho tutaweza tena kutosha mwingine ambayo hali yake ya kiafya imeendelea kuwa vizuri. Na mbalimbali ya wale tunaendelea pia kushughulikia wale ambao wanaonesha dalili za magonjwa, wale ambao tunaita makasi spe. Ni wale ambao wanaonesha dalili wakati wamepita kwa vipimo fulani, wakati tumefanya vipimo viwili kwa muda wa siku 3, kama hivyo vipimo viwili vinakuwa negative, tunaweza kumwambia kama arudi nyumbani, ni kusema hana magonjwa ya Ebola. Na wale ambao wanakuwa na magonjwa ya Ebola wakati wameendelea vizuri, tunafaa pia check ya control, vipimo viwili, na wao vipimo vikaonesha kama amekuwa negative, tunaweza kumrudisha katika familia yake na hakuwe tena hatari kwa familia. Na wale kwa ujumla, wale ambao wanashakiwa kuwa na magonjwa, yani wanaonyesha dalili, kwa ujumla ni ngapi hapa kwenye hospitali kuu ya Beni? Kwa ujumla wanakuwa zaidi ya 10, lakini mbalimbali ya hiyo kituo ya isolation ya wagonjwa ambao wanashakiwa kuwa na hiyo dalili za magonjwa, tunakuwa pia na vituo vingine katika medical center ama centre de sante ambazo zinakuwa na vituo kidogo ya isolation ya wagonjwa. Hivi wote kule tunakamata vipimo yao, wakati
wanaonekana wanakuwa na magonjwa, tunawatosha huko kwa kuwaleta hapa kusudi wakuje endelesha matibabu kwa hiyo sente ya kutunza Ebola. Hata hivyo, Daktari Rifin Mbusa Matafali aliongoza ujumbe kuwaonyesha sehemu tofauti za ndani, akielekeza umati uliokusanyika kwa ajili ya jambo hilo. Ni usema wakati yenye mgonjwa anakuya, tulisepare entre ya bageni benye wanakia kwa hospital na entre ya ambulance ya kubeba makasi spe. Donc wakati yenye mgonjwa anakuya, tulifungula ile lupango hospital juu ya kupermettre entre ya ambulance ikuwe entre nyiko unique. Pale ni kusema hakuna nyingine gari inaweza pita pale kama iko ambulance. Sasa inakuya inafika hapa kama ni kasi spe, banafungula ambulance, donc banganga banatoka huku banavala manguo, banaingia banafungula ambulance. Wakati wanafungula ambulance, banakamata mgonjwa anaingia hapa ku triage. Hapa ku triage banafanya tena investigation ya ndani kujua kama réellement ni cas suspect ama kama anakuya juu ya ingine problem. Kama ni cas suspect ataingia direct kule fasi ya bagonjwa avaliaka. Donc huyu wa kufanya investigation ataingilia hapa, atakuwa ni kala hapa na iko na recevoir donc mgonjwa iko kule na hii vitre na séparé, donc ile kule ni zone ya ba malade, huko ni zone ya batu benye ha bagonjwa na benye ha bavale maepinjo, maana tunatie le vitre juu baweze kusumulia bila contact. Ikumbukwe hapa kwamba licha ya uzinduzi huo wa kituo hiki, raia wengi wenye nia mbaya wangali bado na upuhuzi, wala hawaamini kuwa Ebola haipo. Ni kwa sababu hiyo, daktari mkuu wa hospitali kuu ya Beni, Muhindo Kachavara Jeremy, alirejea kwa kutoa ujumbe kwa watu. Ujumbe ni moja, ni kusema hiyo magonjwa ya Ebola haichague rangi, haichague mtu anakuwa mkubwa, anakuwa mtoto, anakuwa tajiri, anakuwa maskini. Hii magonjwa inahusu kila mtu, na hiyo kila mtu anaweza ambukiziwa. Mko nasikia kama hata sisi waganga tunakuwa napata shida wakati mgonjwa amekuambukiza. Ni kusema hiyo magonjwa kila mtu anaweza ambukiziwa. Ni kusema wakati mtu amepata hizo dalili za hiyo magonjwa, tunaomba raia wote, kila mtu aende kwa uchunguzi kwenye kituo ya afya kusudi waangalie kama hizo dalili haziwezi kuwa za magonjwa ya Ebola. Na wakubwa wote wa kiafya na wakubwa wote wa serikali wamewahi kutosha hizo arete juu ya kuweza kuambia watu mipango gani tunaweza kamata, tabia gani tunaweza kamata leo kwa kuweza kupiganisha hiyo magonjwa. Ni kusema watu waendelee kushika hizo, kunawa mikono kila saa, ni kuepuka kuenda kwenye matanga ama kugusa mtu ambaye amekufa, ujua alikufa na nini, na watu wasiendelee kutembea gisi tunaona gari zetu watu kutembea watu 6-7 kwa gari. Ni kusema hiyo mipango yote itatusaidia kuweza kupiganisha hiyo magonjwa. Lakini sana wakati mtu unapata alama fulani, symptom fulani, usiende kwa kufanya automedication, ni kusema kwa kufanya matunzo we peke unajitunzisha. Enda kwa kituo ya afya waangalie kama hizo alama kweli kweli ni za magonjwa ingine ama ni za magonjwa ya Ebola. Sababu tumegundua ya kwamba wakati mgonjwa wa Ebola anapata matibabu kwa haraka, anakuwa na bahati pia ya kuweza kupona kwa haraka. Lakini wakati amefika kwenye kituo na virusi imeweza kuharibu kabisa mwili yake, inakuwa kugumu kwetu sisi wanganga kwa kuweza kuokoa maisha ya ule mtu.
Basi mtazamaji, naomba usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu hii ya Kuna Nini News. Usikose kulike na kuacha komenti yako, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kuwasambazia wengine. Asante kwa kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.